Watu wanaofuatilia hii channel wanajua wazi kabisa mimi napinga ubepari. Maana ubepari ni wachache kuwanyonya wengi. Na nimekuwa nikitoa mifano kuhusu Marekani kila nikizungumzia ubaya wa ubepari. Na nimekuwa nikimtaja sana Elon Musk, na nikiwa naelezea ni namna gani Elon Musk ametajirika, sio kwa akili bali ametajirishwa na serikali ya Marekani. Elon Musk alifika Marekani, anaona mianya ya kulinyonya taifa la Marekani, akapita humo ndo akapata utajiri wake. Sasa kwenye hii vita ya Elon Musk na Trump ndiyo wanathibitisha maneno yangu ambayo huwa kila siku huwa nayahubiri hapa kwenye channel yangu kuhusu ubaya wa ubepari. Yaani huu ugomvi ni wa kunipa mimi maksi zangu zote ambazo nimekuwa nikiwafundisha nyie wanafunzi wangu kwamba ubepari ni ushetwani. Sasa kabla sijaelezea mambo mengi, nataka kwanza tuchimbe kwanza chanzo cha huu ugomvi ni nini, kwa sababu tayari kuna ugomvi hatari kabisa kati ya Donald Trump na Elon Musk. Nyuma kidogo, mnakumbuka niliwaambia wazi Elon Musk aliwekeza pesa nyingi sana ili Trump ashinde huu uchaguzi. Watu wanaofuatilia hii channel wanajua kabisa haya maneno nimeshayatamka. Mtu anaweza kurudi nyuma kwenye video zangu za Marekani, masuala ya Elon Musk na Trump, watakuta hayo maneno yangu nimeyaweka kwamba Elon Musk aliwekeza pesa nyingi sana ili Trump kushinda uchaguzi. Na tayari hiyo sentence Elon Musk ameshaitaja, kama sio mimi usingeshinda uchaguzi, huna hata shukrani. Yaani ya maneno na kuweka kwenye screen hapo watu walivyobadilishana hayo maneno. Kila mmoja si ana mtandao wake bwana. Elon Musk anatumia Twitter yake, Trump anatumia Truth Social yake. Kila mmoja ana kwake, anacheza kwenye uwanja wake. Kama sio mimi usingeshinda huu uchaguzi. Je, watu wanataka kujua ni kweli? Ndugu zangu, ni kweli Elon Musk aliwekeza pesa nyingi sana. Turudi nyuma kwanza. Wakati Trump anapanga kurudi kwenye siasa baada ya ile machafuko yote yaliyofanyika, watu wanaofuatilia siasa za Marekani, masuala ya riots kwenye bunge, kama yani kuna machafuko yalifanyika ndani ya bunge la Marekani baada ya Joe Biden kutangazwa mshindi. Yaani ushenzi uliofanyika kwenye bunge la Marekani hauna tofauti na ule ushenzi ambao ulifanyika kwenye bunge la Kenya. Kwa hiyo wazungu wasitufundishe, wasitengenezee hizo filamu kwamba Kenya ni wabaya sana. Hata wao ni washenzi, kwa sababu ushenzi wa Kenya wanajifunza kwa Marekani. Sasa tunajua Trump alizikwa kabisa kisiasa na kijamii, kwa sababu baada ya lile tukio la vurugu za bungeni katika kumhalalisha Joe Biden ni rais, Trump aliondolewa kwenye mitandao yote ya kijamii. Yaani hana sehemu yoyote ya kujitetea. Ndugu zangu, media ina nguvu sana. Media ndio una program watu akili. Hata unaona wachungaji wana nguvu sana. Wanatumia vipasa sauti vyao huko makanisani kwa program watu akili. Ndio maana watu wananitukana sana. Sasa ikabidi Trump aanzishe mtandao wake wa kijamii unaoitwa Truth Social ili apate sehemu ya kujisafishia na yeye. Lakini Truth Social haikutosha. Swaiba wake Elon Musk ndio akainunua Twitter, ikabadilishwa ikafanywa X, nayo ikatumika katika kumpromote Trump. Kwa hiyo ni ukweli kabisa Elon Musk aliwekeza pesa nyingi sana ili Trump kushinda uchaguzi. Wala haifichiki. Kuna ile miezi ya mwisho ya uchaguzi wa Marekani, Elon Musk alikuwa anatoa dola milioni 1 kila siku kuhamasisha kura. Kihalisi sio alikuwa anahamasisha kura, alikuwa anampigia kampeni Trump. Na niliwapa mfano nikawaambia, vuta picha, Baresa anavaa kofia ya CCM, anapita nchi nzima anatoa milioni 1 kila anaposimama kwenye mkutano, eti anachochea watu akapige kura. Kumbuka hii milioni Baresa anaitoa amevaa kofia ya CCM, na nilitoa mfano huu wa Baresa. Je, kesho CCM ikishinda, si Baresa anaiweka mfukoni, anaiamrisha CCM ifanye anavyotaka yeye? Ndicho kinachoendelea Marekani kati ya Elon Musk na Trump. Ugomvi umeanzia wapi? Watu wanataka wajue. Elon Musk anataka aiendeshe serikali anavyotaka yeye. Yaani Trump awe kama kigaragosi tu pale, yani kipapet kimekaa pale ikulu ya Marekani. Sawa, kwa siasa za Marekani kweli rais ni puppet tu wa wafanyabiashara. Yaani kwa siasa za Marekani, sawa, rais wa Marekani hawahudumii wananchi wa Marekani. Anawahudumia makapitalist, globalist. Ndio maana rais wa Marekani ana uwezo wa kuchukua pesa akaenda akazipeleka vita isiyo na maana, kama pesa ya Marekani inavyotumika katika ugomvi wa Ukraine, ugomvi wa Gaza. Ni kodi za Marekani zile. Lakini Marekani tunajua sio ya Marekani. Marekani ni ya wale American conqueror, mpaka leo wanaimiliki.
ni intro kidogo nakupa tu uelewe Marekani ni nchi aina gani. Sasa chanzo kikubwa kabisa cha huu ugomvi ni muswada wa kuhusiana na magari ya umeme. Yaani hapo ndipo ugomvi umeanzia. Kumbuka Elon Musk ana biashara ya magari ya umeme. Sasa kama huu muswada unakandamiza biashara ya magari ya umeme, manake moja kwa moja na Elon Musk anakuwa anaathirika. Kampuni ya Tesla ya magari ya Elon Musk ni maarufu sana duniani na inajulikana kwa kutengeneza magari bora, si ndio? Ukweli ni kwamba hii kampuni sio kwamba ni bora sana au ina magari mazuri. Hapana. Hii kampuni ina ushindani sokoni kwa sababu Elon Musk anapata msamaha mkubwa sana wa kodi. Kuna kitu kinaitwa tax break, tax credit huko Marekani. Nakupa uthibitisho. Kuanzia 2007 mpaka sasa Elon Musk alikuwa anapata kitu kinaitwa tax credit ambayo kuanzia 2007 mpaka sasa ilikuwa ni zaidi ya bilioni 3.4. Sijui umeelewa? Tax credit yenye thamani ya bilioni 3.4. Sasa ulaji kama huu ndo Trump anataka auguse. Ndugu zangu, utajiri sio juhudi. Nimekuwa nikipiga kelele hapa, watu wananitukana. Utajiri sio juhudi, utajiri ni mfumo, ukiingizwa hata wewe unaweza. Sawa? Yaani leo hii nakupa mfano halisi utajiri ulivyo. Unaweza ukapewa kandarasi ya kutengeneza barabara kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma. Alafu ukapewa pesa nzima ya hiyo biashara na ukanunua vifaa, ukaajiri na watu, boom. Kisa tu rais ameamua kukupa hiyo kitu. Utajiri sio juhudi, utajiri ni mfumo, na huo mfumo ni wa kuwanyonya walio wengi. Sasa vita ndio imeanzia hapo, kwamba Trump anaanza kugusa maslahi ya swahibaki. Ndugu zangu, iko hivi, stress kubwa ya Trump anaiangalia China. Kuna watu hawataki kuamini China imeshaipita Marekani. Wacha kusoma unavyovisoma mtandaoni. Marekani ni ya kwenye vitabu. Kwenye uhalisia Marekani imeshapitwa mbali sana na China. Yaani sifa za Marekani zimebaki kwenye madaftari, vitabu na matelevision. Kwenye uhalisia wa mapambano, China ameiacha Marekani mbali sana. Wakati mwaka ukiisha, Marekani ana deni la matrilioni ya pesa. China ana faida ya mabilioni ya pesa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo Trump anatafuta njia za kuanza kulibeba taifa la Marekani lirudi katika ubora wake, kama anavyosemaga Make America Great Again. Sasa anapocheza kwenye uhalisia wa namna ya kulibeba taifa la Marekani, lazima atagombana na baadhi ya matajiri. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni huu mswada wa EV kuanza kuua hizi tax break ili serikali hiyo inapata mapato. Serikali ya Marekani inajiendesha kiasara, inajulikana hiyo. Kwa hiyo mswada mpya wa magari ya umeme unakwenda kuathiri biashara ya magari ya umeme ya Tesla moja kwa moja. Kwa sababu Tesla ilikuwa inajiendesha kwa ruzuku, ilikuwa inapata serikalini msamaha wa kodi. Sasa hizi ruzuku au hizo msamaha ya kodi, watu wa biashara wanaelewa ninachomaanisha. Maana serikali inahitaji pesa ili ipunguze deni ambalo lipo kwa serikali. Unajua serikali ya Marekani ina deni linalotishia hata dunia nzima. Yaani siku deni la Marekani linapasuka, mtikisiko wa kiuchumi duniani utatokea. Hilo kwanza ulijue. Kwa sababu Marekani ilitengenezwa kama main switch. Ukienda kwenye gorofa kubwa lolote lile, kuna switch moja ikizimwa, umeme gorofa zima, kama ni gorofa la floor 10, 20, 30 wherever, unazima. Sasa Marekani ilijitengeneza kama main switch ya kiuchumi duniani. Deni la Marekani nadhani limefika ni trilioni 30 ngapi? 36, 35. Wanaofuatilia wanajua. Na kuna wiki ambayo ilikuwa ni hatari sana. Hilo deni lilikuwa linadiskasiwa. Sasa Trump anapambana kudhibiti ukuaji wa hili deni la Marekani. Ndio inabidi aanze kuua hizi ruzuku ambazo zinaliumiza taifa la Marekani. Sasa ndo anakuja kumgusa swahibaki. Swahibaki anaona kama vile hata mimi swahiba unanigusa. Ndio maana nawaambia ubepari ni kunyonya wengi. Elon Musk ana akili ya kuwa na hela zote hizo. Je, wajua kampuni ya SpaceX ya Elon Musk inayohusiana na masuala ya anga, yani mikataba iliyoingia na serikali inamfanya Elon Musk aingize pesa nyingi kupitia kampuni yake kuliko thamani halisi ya kampuni yake. Sijui sentence yangu imeeleweka? Yani Elon Musk kwa kutumia kampuni yake ya anga hii ya SpaceX ambayo ameingia mkataba na serikali ya Marekani kuisaidia NASA katika kuipa hizi wanasema reusable rocket, anaingiza pesa chafu. Na nitakupa figa aliyoingiza kuanzia 2008 mpaka sasa. Mpaka miaka karibuni, sijui lini mara mwisho, ni bilioni 21 kutoka kwenye serikali ya Marekani. Ndugu zangu, anayekwambia utajiri ni juhudi ni nani?
Utajiri ni michongo buda, ushikwe mkono uingize kwenye njia sahihi. Basi sasa, baada ya hii vita kuanza, nataka usikilize maneno ambayo yamemtoka Trump kuhusiana na Elon Musk anavyopiga pesa. Vita ilianzia kwenye muswada ambao muswada unaitwa Big Beautiful Bill, ndio? Sasa huu muswada, kumbuka, unamuumiza Elon Musk na biashara zake, kwa sababu unaua zile ruzuku ambazo alikuwa anazipata kirahisi. Kumbuka nimeshakwambia Marekani ina deni kubwa kuliko nchi yoyote duniani, na Trump anapambana kulidhibiti hili deni. Sasa lazima aanze kutengua hizi ruzuku ambazo hazina maana, manake Wamarekani wanazidi kuwekwa bondi tu kila siku zikienda. Sasa huu muswada ambao umemchukiza Elon Musk mpaka kugombana na Trump. Trump anadai alimuonyesha huo muswada. Elon akapanda fast akasema, huyu bwana huo muswada hakunionyesha, ni muongo. Nimekuweka kwenye screen hapo na wewe usome kama unajua Kizungu. Na anasema hata Congress haikuusoma, ulipitishwa faster. Unajua kitu gani unakinoti hapo mpaka anahitaji Congress? Manake kama huu muswada ungepelekwa Congress huko bungeni, wangetumia njia ya kudhibiti usipitishwe. Ndugu zangu, kama nchi yenu inaendeshwa kibepari, bunge wenu wanawekwa kwenye mifuko tu, hawapiganii nyewe wananchi. Manake hilo anaamini kabisa kama huu mswada ungekwenda bungeni faster, matajiri wangejikusanya, wangeuminya vizuri tu. Hata yeye mwenyewe angepambana, angeuminya. Sio, unanielewa? Ndio maana amehitaji na Congress hapo. Vita ikachemka kama ifuatavyo. Elon ndo akapanda sasa, akaanza kumvua nguo Trump, akamwambia, kama sio mimi usingeshinda uchaguzi na ungepoteza, na Republican wangedhibiti bunge kwa 50 kwa 49. Nimekuweka kwenye screen hapo. Huna hata shukrani. Trump akapanda na yeye kwenye mtandao wake akasema, Elon Musk amechizika. Nimemwambia aondoke. Alijua anaondoa sheria ya masuala ya magari ya umeme yanayomlazimisha watu kununua kitu ambacho hata hawakitaki. Yaani EV mandate, kumbe ulikuwa ni sheria inayowalazimisha Wamarekani kununua magari ya umeme. Mtu atasema alikuwa analazimishwaje? Kuna namna ya magari yanawekewa ruzuku, yanakuwa kama vile magari ya bei rahisi. Kwa hiyo katika hali halisi unakuta ni lazima ulimiliki. Unajua kitu chochote kikiwa sokoni kikawa bei rahisi, siku zote wateja ndo wanakigombania. Kwa hiyo picha ninayoipata hapa, Tesla ilikuwa na ruzuku kubwa sana, ndio maana yalikuwa yananunulika alafu yakawa maarufu. Hii ndio siri tunaijua. Sasa hii ruzuku inaua labda magari mengine, na ambayo kihalisi ama magari mengine yangekuwa yananunulika, serikali ingepata pesa. Maybe, I'm just saying maybe. Kwa sababu kwa nini Elon Musk anapagawa hivi na hii EV mandate ambayo Trump anaiondoa, ambayo kihalisi inainyima serikali mapato? Sasa Trump akadondosha bomu la nyuklia kwa Elon Musk, bomu ambalo kila siku nikizungumzia utajiri wa Elon Musk nimekuwa nikilitaja kwamba Elon Musk ana akili sana. Trump akasema hivi, njia nyepesi ya kuliokoa hili taifa kwa mabilioni na mabilioni ni kusitisha mikataba na ruzuku za Elon Musk manake. Na nashangaa kwa nini Joe Biden hakufanya hivyo. Ndugu zangu, nimekuwa nikiwaimbia, hakuna utajiri wa juhudi. Utajiri ni kushikwa mkono na kuelekezwa kwenye njia sahihi tu. Bas, Elon Musk ananyonya pesa za laana kwa serikali ya Marekani, na aliyethibitisha ni rais wa Marekani Donald Trump. Yaani inaonekana hizi pesa zilikuwa ni nyingi sana, mpaka sasa Trump akaona hii ni too much, ngoja tupunguze hata huku kwenye Tesla. Sasa Elon kaguswa kidogo tu, ameruka, akaambiwa aha, kumbe. Sasa nataka niwaambie wa Marekani kwamba inabidi tusitishe hii mikataba yako na hizi ruzuku zako. Ndugu zangu, hapa ugomvi ulikofika sehemu hatari sana. Kumbuka huu ni ugomvi wakati ya tajiri mkubwa duniani na rais mwenye nguvu zaidi duniani. Pazuri hapo. Sasa katika kusachi mtandaoni nimepata kwamba makampuni yote ya Elon Musk ndani ya Marekani yanapata ruzuku ya dola bilioni 38. Total subsidies of Elon Musk's companies. Ndugu zangu, ruzuku ya dola bilioni 38. Mtu mmoja huyo. Alafu ananiambia utajiri ni juhudi. Ubepari ni kunyonya watu damu. Na mabepari ndio Mungu alisema hawezi kumuona. I'm telling you. Siamfundisho vizuri kwa nisani kwenu mnadanganywa ili mtoe pesa. Bilioni 38 wa Marekani wananyonywa. Anapokea mtu mmoja yote hiyo. Alafu ananiambia yani Elon Musk ana pesa, anaweza akaigaia dunia mzima na akabakiwa na pesa kibao tu. Eti ana akili sana. Aliyekwambia kuwa na pesa nyingi ni akili nyingi sana nini? Kuwa na pesa nyingi ni kuwa na roho mbaya kali kweli kweli. Uogopi yani hata ukikuta
kichwa cha mtu kimekatwa kimechemshwa unakula tu, kama unataka utajiri mkubwa kama kina Elon Musk huko. Baada ya Trump kudondosha hilo bomu la nyuklia kwamba ni muda wa kusitisha mikataba na ruzuku zote ambazo serikali ya Marekani inampa Elon Musk. Elon Musk akajibu akasema mambo bam. Fanya hivyo kabisa, fanya hivyo. Nimekuwekea kwenye screen hapo, getting better and better. Go ahead, make my day. Poa tu, fanya hivyo. Umeiona? Ni kama watu walikuwa wanajibizana yani kwenye chats fulani. Sasa lakini hizi chats na dunia nzima inazishuhudia. Ndio dunia tunayoishi sasa hivi. Baada ya Trump kudondosha bomu lake la nyuklia la kumtishia Elon Musk kukata mrija wake mkubwa wa mapato. Maana serikali ya Marekani ndio chanzo kikubwa cha mapato ya Elon Musk. Elon Musk hana chanzo kingine kikubwa cha mapato zaidi ya mazombi wa Kimarekani. Sasa Elon Musk naye hakuwa mnyonge. Akaja naye kwenye mtandao wake akasema it's time to drop the big bomb. Unaona inakuja kwenye screen hapo. Akasema hivi, sababu ambayo inafanya mafaili ya Epstein yasiwekwe hadharani kwa sababu Trump na yeye yumo. Sasa watu watajiuliza mafaili ya Epstein, Jeffrey Epstein, kuna jamaa alikuwa anaitwa Jeffrey Epstein kama nimesoma vizuri hapo. Huyu bwana alikuwa na kesi inayofanana na kesi ya P Diddy. Na wiki kadhaa nyuma, nadhani kama wiki moja au wiki mbili nyuma, Trump aligusiwa issue ya P Diddy, kwa nini asimsamee P Diddy atoke jela. Unganisha doti hapo. Kesi ya Jeffrey Epstein ambaye alikuwa ni mtu alikuwa na sherehe kama za P Diddy, wanasema za kudhalilisha wanawake. Si unajua hizo kesi za unajua kuna vitu tunaviongeaga hapa tunafikirigi kwamba naongea from nowhere. Nikiwaambia najua dunia inavyoendeshwa mnaona kama vile mimi ni mtu mdogo. Dunia iko uchi wa mnyama ndugu zanguni. Yaani hii dunia tunayoishi sasa hivi, hawa wanaoiendesha dunia wangejua kwamba mitandao ya kijamii ingekuja kuwanyang'anya nguvu zao za kuitawala dunia, wasingeruhusu hii mitandao ya kijamii ije. Kwa kuna vitu vingine nikiwaambia mnaona kama masiara, lakini Mungu si Athumani vitatimia. Sasa Jeffrey Epstein alikuwa ni jamaa alikuwa na shughuli kama za ambazo P Diddy amefungwa, yani kesi kama za P Diddy hivyo. Ila sasa huyu bwana alikufa katika mazingira ambayo serikali inadai uhalali wa kifo chake. Yani ni kama mimi nikamatwe, nipelekwe kituo cha polisi kwa kesi fulani, lakini nikakutwa nimekufa selo. Sasa issue ni kwamba polisi wanadai alijiua mwenyewe, wengine wanadai aliuawa na polisi. Sitaki kwenda in details, lakini nimekupa picha kwamba Jeffrey Epstein ambaye ili ndio bomu la nyuklia la Elon Musk ni nani? Ni kesi kubwa. Kumbuka miaka ya zamani, unajua Trump alikotokea mpaka anakuja kuwa mtu maarufu, alikuwa ni mtu wa entertainment. Trump alikuwa na biashara, alikuwa yani kwa issue za kina Diddy, ndio maana Trump naye yumo. Trump alikuwa rafiki wa P Diddy, huyo jamaa Jeffrey Epstein. Yani Trump alikuwa rafiki na Michael Tyson. Kwa hiyo unajua pesa iko kwenye uchafu. Yani ukitaka pesa kama pesa iko kwenye biashara za uchafu. Yani usipopata pesa kwenye uchafu kama alivyopata Trump, basi utapata pesa kwa kuitia serikali mfukoni. Yani kuna njia mbili kuu za kuwa tajiri duniani. Namba moja, kuichukua serikali na kuiweka mfukoni, yani kuzipata hizo ruzuku, misamaha ya kodi, hapo utakuwa tajiri mkubwa duniani. Au kufanya biashara chafu, hiyo madawa kulevya, ngono, yani kufacilitate masuala ya ngono. Hizo ndo njia kuu za kuwa tajiri mkubwa duniani. Hakuna nyingine. Utaniambia biashara ya chakula. Biashara ya chakula bado inabidi uichukue serikali uiweke mfukoni ili usiwe, yani ili kuwa competition. Kuna issue nimewahi kuikava, watu wakaja kwenye comment wakanitukana sana. Niliwaambia Alibaba au Jack Ma kwa kule China, yani ungekuta ni trilionea mkubwa duniani siku nyingi sana. Yani angekuwa ni multi-trillionaire siku nyingi sana kama nchi ya China ingekuwa inajiendesha kibepari. Yani manake Jack Ma akaichukua serikali ya Kichina akaiweka mfukoni, akaanza kufanya biashara ndani ya China anavyojua yeye. Ndugu zangu, China ina watu 1.4 bilioni. Ukiwachukua watu ukiwaweka mfukoni, wao wanakutafutia hata $0.50 tu. Yani kila Mchina awe anakutafutia $0.50 kila siku. Wewe unafikiri ni bei gani ndani ya miaka 10 kama hujawa trilionea? Kwa hiyo Elon Musk anamtishia Trump kwenye kesi ya Jeffrey Epstein. Halafu Trump anamtishia Elon Musk kuichomoa serikali ya Marekani ambayo Elon Musk ameiweka kwenye mifuko yake. Sijui hapo umenielewa? Umeelewa nilichokiongea kweli? Trump ametengeneza pesa zake kwa kusponsor hizo biashara chafu, kudhalilisha wanawake, labda madawa kulevya, hatujui. Kwa sababu Trump alikuwa kwenye ukitafuta historia ya Trump unajua alikuwa kwenye entertainment industry. Haya, sasa Trump anakuja kukuta tajiri mkubwa duniani ameichukua serikali ya Marekani, ameiweka kwenye mfuko wake, anatembea nayo. Kwa sasa Trump anataka aichomoe hii serikali ya Marekani iliyo kwenye mfuko wa
Elon Musk. Sijui unanielewa hapo ngoma ilivyokuwa inavyochezeka hapo. Baada ya bomu la nyuklia la Elon Musk kwa Trump kuhusiana na file za Jeffrey Epstein, Trump alirudi kwenye mtandao wake akaandika hivi: sishangai Elon Musk kunigeuka, ila angetakiwa afanye hivyo miezi kadhaa iliyopita, lakini huu ni mswada bora kabisa kuwahi kupelekwa Congress na ndiyo njia ya kulifanya taifa la Marekani bora tena. Unajua, nimekuwa nikiwaambia ndugu zanguni, stress kubwa ya Marekani ni China. Yaani Trump anawaza afanyeje apunguze matumizi makubwa ya serikali ili taifa la Marekani liwe kama China. Lakini nataka nikupe jibu la moja kwa moja kabisa. Hakuna gia ya rivers ya kuliokoa taifa la Marekani katika kudondoka kama taifa kubwa duniani. Marekani anaelekea kuwa simba wa kuchora. Nimeshawaambia hilo ndo neno langu jipya. Marekani atakwenda kuwa kama kina Uingereza tu. Atafika mahali ataanza kutumwa na China. Niamini ninachokuambia. Ni swala la muda. Uingereza haikudondoka siku moja. Achana na Uingereza sijui Ujerumani, Vifaransa. Watu wanashindwa kutengeneza picha ya Roman Empire ilivyokuwa. Yaani ungekuwa na akili ya kuimagine how powerful Roman was, yaani jinsi gani taifa la Roma lilivyoitawala dunia, msingekuwa na shaka kwamba taifa la Marekani limefika mwisho. Na nataka niwaambie taifa la Marekani limeitawala dunia muda mfupi sana. Kwa sababu bado Marekani hakuwa na ile mandate ya moja kwa moja ya dunia nzima kama alivyokuwa Roman. Imagine Roman ameacha alama yake mpaka sasa hivi watu wanaiogopa. Inaitwa kanisa la Roman Catholic. Bado ni ishara inayogopeka sasa hivi duniani kote. Wewe unafikiri Roma alikuwa na chachu ndogo? Roman alitawala dunia zaidi ya miaka 500. Ndugu zanguni, hivi akina Uingereza hivi akina Ujerumani vimeisha kuua watu sana. America downfall has got no reverse gear. Yaani nikupe moja ya ishara zinazoniambia Marekani imeshadondoka. Yaani thamani ya dola katika soko la dunia, hii sarafu ya dola tunayoitumia katika biashara za kimataifa, miezi miwili iliyopita na tarehe ya leo ninavyorekodi hii video ni tofauti. Yaani kila mshale wa saa unavyosogea ndivyo thamani ya sarafu ya dola inavyoshuka thamani duniani katika soko la kifedha. Na hii thamani ya hii sarafu imekuja kuongeza spidi ya kudondoka Urusi alivyoanza kuipiga Ukraine. Yaani kila kitendo cha Urusi kuanza kuipiga Ukraine na Joe Biden kuapa ataudondosha uchumi wa Urusi na ikashindikana, ndio dola inazidi kudharaulika. Dola ina nguvu huko kwetu Afrika. Sisi si mazombi hatujajitambua, lakini siku tunajitambua. Kuna mtu aliniandikia comment akasema Afrika ndio imeishikilia thamani ya dola, wala sio Ulaya na Asia. No, bara la Afrika na Amerika Kusini ndio zimeshikilia thamani ya dola duniani. Yaani hayo mabara yakijitambua. Yaani leo hii Afrika imejitambua, Amerika Kusini imejitambua, Amerika tupa kule. Baada ya Donald Trump kuandika hivyo, Elon Musk alirudi akasema hivi: Trump inatakiwa ashtakiwe, yani aondolewe kwenye kiti cha urais, ashtakiwe, impeached, alafu nafasi yake ichukuliwe na makamu wake JD Vance. Alafu akasisitiza akasema, ndio ndugu zangu, hii ni too much. Mimi kwa akili ninachokiona kwa Elon Musk anavuka mipaka. Elon Musk yani kwenye ugomvi kihalisi bado Trump ndo ameshika trigger ya bunduki. Trump ameshika mpini. Elon Musk sitaki kuamini yuko salama hivyo. Sawa, kwa vile nchi ya Marekani ni ya mabepari na sio rais wa Marekani, ndio maana Elon Musk anajiamini. Na kihalisi uwepo wa Elon Musk ndani ya Marekani yani kumeongeza thamani kubwa sana ya taifa la Marekani. Kwa sababu Elon Musk Warusi walikuwa wanamtaka, kama ujui hilo nenda katafute na kupa. Yani Warusi walikuwa wanamtaka kabisa, yani Putin anamtaka Elon Musk leo na kesho. Kwa hiyo probably Elon escalate zaidi anaweza kukimbilia Urusi akaishi. Ndio, lakini sasa nchi ya Urusi huwezi kuwa boss wa nchi kama Marekani. Hata Elon akihamia China, ukifika China huwezi kuwa boss kama Marekani. Yaani ukifika China, Elon Musk unakuwa raia wa kawaida, tena wa level ya chini. Labda unaweza kuintegrate kwenye ile jumuiya ya CCP, kwa sababu CCP ukiwa na nguvu lazima utakaribishwa kwenye jumuiya kwa sababu wewe ni mtunza riziki kwa ajili ya wengine. Unajua CCP kitu nawapenda ndugu zanguni. Mimi naamini ndio dini sahihi. CCP wanaamini riziki ni kugawana. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kutunza riziki kubwa, serikali inamlinda, inamkaribisha kwenye kamati ya CCP ili imtunze na yeye huyo mtu kwa ajili ya kutunza riziki kwa ajili ya Wachina wote. Ndivyo CCP inavyojiendesha. Ukiniambia hizo dini nyingine za kupromote binadamu wengine wananyonywa, na question mark na dini za Kitanzania, dini za Kiafrika sana. Hazikemei unyonyaji wa Uafrika. Kazi ni kuambia kabisa kwa Bwana, muombe Bwana atafanya njia. Bwana atafanya njia. Bwana ameshafanya njia, ametupa madini yote, ardhi yenye rutuba.
Sasa ardhi yenye rutuba tunawapa wazungu, madini tunawapa wazungu. Huyo bwana, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hiyo ndio sentence bwana ametupa nyingine. Nimewapa madini, nimewapa ardhi yenye rutuba, mmewapa wazungu. Niwasaidieje? Si hamna maarifa nyinyi. Kwa hiyo vita ilipofika ndio hapo kwamba Elon Musk anataka Trump aondolewe madarakani, urais abaki JD Vance. Elon Musk alirudi, akaongeza moto, akachochea moto wake tena, akasema hivi, mkeka wa kodi wa Trump utapelekea mdororo wa uchumi katika ngwe ya pili ya mwaka huu, yani second half of this year. Kutakuwa na mdororo wa kiuchumi, recession. Yani bado Elon Musk hajachoka kuendelea kuongeza moto. Yani ndio ile Waswahili wanasema kama mbwai na iwe mbwai kabisa. Hasira Elon Musk aliwekeza hela nyingi sana kwa nani? Kwa Trump. Lengo lake ammiliki Trump kama alivyokuwa anaimiliki serikali iliyopita. Yani aliamini serikali iliyopita kweli nilikuwa naimiliki, lakini mimi sio mdemocrat, mimi ni mrepublican. Sasa Republican ndo wataudabo utajiri wangu kabisa. Yani kama nilikuwa na dola bilioni 400, inabidi mpaka Trump anaondoka madarakani niwe na dola trilioni kabisa. Utajiri sio juhudi. Nimesha kufundisha utajiri ni vitu viwili. Ichukue serikali ya nchi yoyote itie mfukoni, au pata leseni ya kufanya biashara chafu. Promote wanawake kuzalilishwa huko katika jina la haki za binadamu. Yes, unajua nchi za wenzetu hao wanaotufundisha haki za binadamu ndio wamemprogram mwanamke akili yake adhalilishwe katika jina la haki za binadamu. Kuna mataifa ambayo mwanamke anadhalilishwa kama mataifa yaliyoendelea. Mwanamke ni bidhaa ya bei rahisi kuliko kitu chochote kile katika Marekani na Ulaya yake. Ukirudi huku kwetu Afrika, zamani hizo mwanamke alikuwa ndio bidhaa ya bei ghali sana, ambayo kuipata ni mang'ombe mengi sana ya kutoka. Kwa sababu wazee wetu walikuwa wanajua kabisa mwanamke anakwenda kwenye ukoo mwingine kufyatua watoto na kujaza ule ukoo. Kwa hiyo wazee wetu walikuwa na akili nyingi sana. Sio wazungu wanatuambia eti mwanamke naye mwanaume na mwanamume ni sawa. Mwanamume anaweza kumwoa mwanamume mwenzake, yani vurugu. Kisa walifanikiwa kukusanya teknolojia ya dunia hii, wakaiweka sehemu moja, kwa wakajiona wana akili sana. Nitakuja kuwapa siri ya teknolojia. Kuna kitu kingine watu wakijui, teknolojia hizi mnazozitumia asili yake nini? Nikisema mtaniambia unajua wewe mjinga tu. I will keep teaching you mpaka mtanielewa. Baada ya hapo kuna mtu alimtweet Elon Musk akamwambia apoe kidogo, cool off, poa kidogo, tuliza kidogo baba. Umechemka sana. Naye akasema wazo zuri. Unajua ndugu zanguni, kitu nilichojifunza kwenye hii vita ni kwamba kila mbabe ana mbabe wake. Wote tunajua kabisa Trump ni mkali wa kuwadhalilisha watu. Sawa Sasa naye amepata mkali wake wa kumwambia, oya, mimi nakuweza kivyovyote. Una mtandao wako, mimi na mtandao wangu. Twende kazi. You see? So, hii vita imewakuta watu wawili ambao wote wana nguvu sawa, ila mmoja kwa sababu ya cheo inaonekana kama vile anamzidi mwenzake kiuwezo. Yani Trump anamshinda Musk kwa kile cheo chake cha rais wa Marekani. Lakini pia ukimwangalia Elon Musk bado ana power kwa sababu yuko kwenye cabinet ya matajiri wanaoicontrol Amerika. Kama unajua jinsi Amerika inavyoendeshwa, yani Elon Musk ni switch kubwa sana kwenye uchumi wa Marekani, iko wazi. Lakini kwa nchi kama Urusi, China, hakuna mkubwa zaidi ya nchi. Wote tunakumbuka Prigozhin alivyokuwa anasaidiana na Putin kumwadhibu Zelensky. Lakini Prigozhin alivyoleta za kuleta haeleweki kwa Putin, fast akatafunwa, hayupo tena. Prigozhin ameshasaulika. Yeye anataka kujifanya yeye ana thamani kuliko Urusi nzima. Ndicho Prigozhin alikuwa anataka kukileta kwa Putin. Haya, kuna kesi nyingine niliwahi kuikava kwenu nyie ya Xi Jinping na Alibaba. Nikamwambia Alibaba alikokuwa anaelekea ni hatari. Utajiri wake ulikuwa unakuwa kama moto wa nyikani, wildfire. Xi Jinping akauzima ghafla. Nikamwambia wewe, huko unakoelekea sio. Kazi yako ni kuwaua wenzako kibiashara, uendelee kubaki wewe. Dunia haiendi. Wachina hatuishi hivyo. Wachina tunagawana riziki. Akazima quick fast. Sasa nataka nione reaction ya Wamarekani kwa Elon Musk. Je, Elon Musk ni mkubwa kuliko Marekani au Marekani ni mkubwa kuliko Elon Musk? Kwa nchi nyingine za China na Urusi nimeshaona hakuna mkubwa zaidi ya China yenyewe. Xi Jinping ametuonyesha kwa Alibaba alichomfanya. Ndani ya Urusi tumeona Putin ametuhakikishia hakuna mkubwa zaidi ya Urusi alichomfanya Prigozhin, chawa wake mwaminifu, alimuulia mbali. Sasa tunataka tuone ugomvi wa Elon Musk na Trump. Jibu litakalotoka hapo, ubepari ni ushetani uliopitiliza. Elimika, usiwe msomi.